السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت البشرى الإسلامية inawaletea kwenu bayana al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad Yamani. Anasomea kwenu moja katika maansar wake. Bayana kwa tarehe 30 mwezi wa 12 1428 Hijria, sawa na tarehe 8 mwezi wa kwanza 2008, wakati wa saa 6:21 mchana kulingana na kalenda rasmi ya mama wa vijiji. Malaika wa mauti ni nani? Swali. Tulisoma kwa wanazuoni wetu kwamba malaika Malikul Maut ni Israel, na miongoni mwao walisema kwamba jina lake ni Malikul Maut, na wakafikiana kuwa yeye ni malaika mmoja, anaweza kukamata roho ya mamia ya watu kwa wakati mmoja, hata kama makundi kati yao yako sehemu tofauti katika pembe za ardhi. Na hii ya khalifu katika kudra yake al-ihata, uwezo wa kila kitu kudhibiti, ambao hiyo ni hususi pekee ni Allah Ta'ala, ambaye anaweza kufanya kazi tofauti kwa wakati mmoja, kwa kun fayakun, kuwa na kinakuwa. Basi nini fatwa ya al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad Yamani kwa hayo? Amejibu mwenye elimu ya kitabu kwa Habib al-Habib na bayana ya haki, haina raib utatanishi ndani yake. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sadaqallahu al-azim. Bismillahir rahmanir rahim. Amesema Allah Ta'ala, wala yatunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Sadaqallahu al-azim. Allah Ta'ala asema, thumma inna alayna bayana. Sadaqallahu al-azim. Na kwake nataka msaada na napokea bayana ya haki ya al-Qur'an al-azim kwa wahi wa kufahamishwa, wala sio waswasa wa shaitanir rajim, bali nasadikisha bayana ya haki kwa kuchunguza utawala wa wazi uliobainika kutoka kwa Qur'an, kitabu cha Allah kinaoangaza. Nilinganie kwa njia ya Mola mlezi wangu kwa basira, kujua na mimi ni katika Waislamu. Alafu amma baada ya hapo, na ewe Habib al-Habib, hiyo kwako bayana ya haki kuhusu malaika Atid na malaika Raqib, na hivyo hiyo kwako natangaza ushindi juu yako kabla ya mazungumzo, kwamba mimi nitakushinda kwa haki, nikunyamazishe kwa kunyamazisha kwa idhni ya Allah, ikiwa unataka haki, mpaka ujue kwamba mimi ni haki kutoka kwa Mola wako. Basi ikikuchukua utukufu kwa dhambi, kwa kweli Allah atakuambatisha na wewe shetani, amfanye ndiyo awe mwenzako, akuzuie na uongofu baada ilipokujia. Na ikiwa haitokuchukua utukufu kwa dhambi, basi atakuchagua Allah akujalie ni katika al-Nuwab al-Mukarramin, magavana waheshimiwa as-Siddiqin katika ulimwengu, kabla ya kudhihiri wale ambao wamesadiki kwa bayana ya haki kwa aya za Mola mlezi wao, wala hawakuitaka kombo, wala hawasemi juu ya Allah wasiokijua, na wanasikiza kauli na wanafuata iliyo bora. Basi kuwa kati yao, na nataraji kutoka kwa Allah uwe kati yao. Hivi haikutoshi kwamba mimi nimekueleza yale ambao wataka kuyatangaza kabla kwa ulimwengu, kuwa wewe ndiyo al-Mahdi al-Muntadhar? Kabla kutangaza nikawatangazia wao yale uliyataka kuyasema kabla hujasema. Basi vile alivyonipitishia Mola mlezi wangu kwa yale uliyotaka kusema kabla hujasema, kuwa wewe ni al-Mahdi al-Muntadhar, basi hivyo anipa ilham kunijulisha na bayana ya haki ya al-Qur'an. Basi usiwe mjinga, unisadiki kwa bayana ya haki kwa aya uliyotaka, ikiwa sikukuletea utawala kutoka kwa nafsi ya al-Qur'an, na kuifafanua kwa yale alionifundisha Mola mlezi wangu kwa elimu ya yakini, bila utetanishi wala shaka. Wala sisemi juu ya Allah kwa bayana ya al-Qur'an yale siyajui,
nifuate dhanna ambao haisaidii mbele haki kitu, bali ina uongofu zaidi, na nifanye uadilifu kwa haki na niongoze nayo kwa njia iliyonyoka. Na hiyo kwako bayana ya haki kutoka kwa nafsi ya haki, kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Sadaqa Allahu alazim. Akasema Allah Ta'ala, walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. صدق الله العظيم. Na kwenu hiyo bayana iliyokusanya kila kitu kuhusu Raqibu na Atid, na sisi hakika ni wa kweli kwa idhni ya Mola mlezi wa ulimwengu. Na hakika ya Raqib na Atid, wao ni katika malaika wa Allah walio karibu. Amewatuma Allah ili wafanye kuhifadhi vitendo vya mtu na kauli yake, kheri yake na shari yake. Basi akimtaja Allah kwa ulimi wake, anaandika Raqib tamko la utajo, na akimtaja mtu Allah kwa nafsi yake bila lafdhi ya ulimi wala kutingisha mdomo wake, basi hajui Raqib nini kinachompitikia kwa nafsi ya mtu, lakini anajua kwa hayo yule aliyemuumba mtu na yuko karibu kwa elimu yake kuliko mshipa wa kooni mwake. Basi anampa wahi Allah kwa Raqib kwa yale ambao imempitikia mtu ndani ya nafsi yake kutokana na utajo uliofichika. Basi anapokea Raqib wahyu kutoka kwa Mola wake mlezi, ndiyo ahifadhi kwenye kitabu kiliotakasika ambao iliyoko mkononi mwake. Na Raqib ni balozi mwakilishi wa bustani pepo jannatil ma'wa, ili kuandika yale ambao yanakupasa uipite kutokana na kauli na vitendo vyema. Kwa ajili ya hivyo anawaita Allah katika Al-Qur'an safara, yani mabalozi, balozi wa pepo kuandika utajo wa Allah na vitendo vyema. Akasema Allah Ta'ala, kalla innaha tadhkira faman shaa dhakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara biaidi safara kiramin barara. Sadaqa Allahu alazim. Kwa maana haandiki isipokuwa katika mazungumzo ya mtu ya kheri. Kwa ajili ya hivyo akasema Allah Ta'ala, faman shaa dhakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara biaidi safara kiramin barara. Sadaqa Allahu alazim. Na safara wao ni malaika mabalozi wa bustani jannatil ma'wa, na yuko kwa kila mtu mmoja kati yao anaitwa Raqib, na yuko kuliani kwa mtu, na amekalifishwa naye kutoka mwanzo wa kusomesha hoja mpaka mwisho, katika mwisho wake wa maamuzi ya milele ya kabisa. Na amma Atid, basi naye kadhalika ni malaika wa Allah waheshimiwa walio karibu, ni katika wenye nguvu wakali kwa haki, naye ni balozi wa Jahannam. Amekalifishwa kuandika kila kauli na vitendo sio vyema inaolekeza kwa Jahannam, na anaandika hata yale yanayompitia ndani ya nafsi ya mtu, kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Sadaqa Allahu alazim. Lakini Atid hajui kinachompitikia mtu ndani ya nafsi yake, bali anapokea hayo kwa wahyu kutoka kwa yule aliyomuumba mtu, ambaye yuko karibu kwa elimu yake kuliko mshipa wa shingo yake, ambaye yuko na wao popote watakapokuwa, anasikia na anaona. Allah hapana mola isipokuwa yeye, Mola mlezi wa ulimwengu, ambaye anajua ukhaini wa macho na kinachofichika vifuani.
na ukitoa kauli basi anajua siri na kinachofichika. Allah hapana mola isipokuwa yeye. Anayo majina mazuri, na ama anaotamka mtu kwa mdomo na ulimi, basi ikiwa ni kheri anayeandika Raqib, na ikiwa ni shari anayeandika Atid. Basi wao hawaandiki kila anachosema mtu, bali kauli inaolekeza peponi ama kauli inaolekeza motoni. Kwa ajili ya hivyo akasema Allah Ta'ala, kalla innaha tadhkira faman shaa dhakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara biaidi safara kiramin barara. Sadaqa Allahu alazim. Basi tunapata kwamba malaika ambaye ni mabalozi wa mabustani Jannatil Ma'wa hawaandiki maneno isipokuwa utajo na kila kauli ndani yake kheri, kama kuamrisha sadaka ama wema ama kuleta suluhu baina ya watu. Na yote hayo sio ila ni sehemu katika takaza ambao waliokalifishwa nazo Raqib na Atid. Alafu tunaenda kwa takaza yao ingine, nayo ni wakati inapomjia mtu kadari ya mauti iliyokadiriwa katika kitabu kilioandikwa na imekurubia ajali yake, ambaye ni hatimai, na kila ajali ina kitabu ambao imeandikwa nambari, anayesadikisha Allah kwenye wakati wake ulio na alama, na haikuwa nafsi iwe itakufa ila kwa idhni ya Allah, kitabu kilioajiliwa. Basi hapo anakuwa Raqib na Atid wao wenyewe ndiyo malaika wa mauti. Basi ikiwa mtu ni katika watu wa motoni, anampa wahyu Allah Atid, basi ampe wahyu kuwa yeye ndiyo malaika wa mauti ambaye amewakilishwa kwa huyu mtu, na alafu anafanya malaika Raqib kumsaidia Atid kumfisha huyu mtu ambaye ni katika watu wa mijimoto, ambaye alimwambatisha Allah naye shetani. Basi naye kwake ni mwenzake, amzuie kwa njia ama waswasa, kumwonesha ni katika walioongoka. Na baada kuagizwa kwa malaika wa mauti Atid, ambaye amewakilishwa kwa makafiri, na kwa kila mtu kafiri kwa kumtaja malaika anaitwa Atid, na wala hakufanya Allah malaika wa mauti ni mmoja pekee, subhanah, ametukuka. Kwa hivyo vipi ataweza malaika mmoja awafishe watu, ajigawanye hapa na pale, na katika wakati mmoja wanakufa watu wengi kila mahali? Na subhanallah, ambaye amefikiria kila kitu rahma na elimu, na yeye kwa kila kitu anaweza kwa wakati moja. Na hiyo ni sifa sio isipokuwa ni Allah subhanahu, na hakujalia Allah mtu wala jini wala malaika wana moyo miwili katika kifua chake, bali sifa ya Allah ambaye haina mfano wake kitu, anaweza kusikia huyu na yule na aumbe huyu na yule kwa wakati mmoja, wala hapitikiwi wala hasahau wala hemchukui hata kidogo usingizi, wala haghafliki kwa kitu, na yeye kwa kila kitu anaweza kwa wakati mmoja. Na hivyo ni kwa ajili labda anataka mmoja wenu anikatize aseme, Allah Ta'ala asema, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Sadaqa Allahu alazim. Alafu anarudisha kwake jibu al-Mahdi al-Muntadhar Nasr Muhammad Yamani, na niseme kwa kutoa kiapo kwa qasam billah al-aliyul azim kwamba malaika wa mauti aliwakilishwa kwa makafiri, kwamba yeye ni malaika Atid, na yeye ndiyo ndege wa mtu kwenye shingo yake ikiwa imesimamishwa hoja juu yake. Akasema Allah Ta'ala, qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa lamassannakum minna adhabun alim. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العظيم. Lakini
Sio ndege mmoja, bali kila mtu anaye ndege wake, naye malaika wa mauti atid. Akasema Allah Ta'ala, wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Sadaqa Allahu alazim. Na labda anapenda mmoja katika Waislamu wote anikatize aseme, bali malaika wa mauti anaitwa Israel. Na alafu narudisha jibu kwake na nasema, njoo kwenye Al-Qur'an Al-Azim, na nani bora kwa kuhukumu kuliko Allah kwa kaumu wanaojua, ndio hawafati dhanna ambaye haisaidii mbele ya haki kitu. Na tallahi, lao sio kutaka kumtakasa Mola mlezi wangu kuwa hakuna kama mfano wake kitu, nisingefungua mazungumzo kuhusu Israel. Lakini akida yenu kuhusu Israel inafanana na sifa katika sifa za Allah ambaye hakuna kama yeye kitu chochote, nayo ni sifa ya kudra na kuweza kujua kila kitu kwa wakati mmoja. Na lau ingekuwa akida yenu kuhusu Israel inashirikiana na sifa katika sifa za Allah subhanahu, nisingeingia kukukashifu kuhusu uhakika wa Israel. Jina hajateremsha Allah utawala katika Al-Qur'an, lakini Allah ameteremsha katika Al-Qur'an majina ya malaika wa mauti wote, wale ambao wanafisha watu wote, na wala hakuacha mmoja kati yao, pamoja ya kuwa idadi ya malaika wa mauti ni marudufu ya idadi ya watu wote, kutoka wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao. Na ametaja Allah majina ya malaika wote katika Al-Qur'an, hakuacha hata mmoja, na hatukupata baina yao malaika aitwa Israel kabisa kata. Na hivyo nimepata kuwa wao wanapokea alwahy moja kwa moja kutoka kwa Al-Hayyul Qayyum, Allah Mola mlezi wa walimwengu, yule ambaye amemuumba mtu na anajua kinachomzungukia ndani ya nafsi yake, na yeye ni karibu kuliko mshipa wa shingoni mwake. Ndiyo anawapa wahyu raqib na atid kwa yale yanayompitia mtu, na wao hawajui yale yanayopitia kwa mtu ndani ya nafsi yake, isipokuwa yule aliyomuumba anajua kilio dhahiri na kiliofichika ndani ya vifua. Ama kwa yale anaotamka kwa ulimi wake na mdomo wao, kwa hayo wanajua, na ikiwa ni kheri atayandika raqib, na ikiwa ni shari atayandika atid. Na nyinyi mwajua, enyi maashara ya Waislamu, kuwa malaika wawili raqib na atid wako na kila mtu, na wao ni malaika wawili, mmoja anaitwa raqib na mwingine anaitwa atid. Na mwajua kuwa sio wawili peke yake wanajua kwa kila kitu wanachokifanya watu. Na subhanah, yule ambaye amefinika kila kitu na elimu yake, sifa ya Allah peke yake subhanah, bali anapatikana kwa kila mtu malaika wawili, mmoja wao aitwa raqib kama mnavyojua, na mwingine anaitwa atid. Na amewafanya Allah wao ni mabalozi wa pepo na moto, na hao ni mabalozi waliokirimiwa albarara, yani balozi wa naim na balozi wa jahim. Ndiyo mwenye kutaka atamtaja subhanah, ndiyo ataandika raqib, balozi wa peponi. Na tunaenda sasa kwa kazi yao ya pili, nayo wakati wa kufisha, na tutatafuta katika Al-Qur'an pamoja nani hao malaika wa mauti, wale wanawafisha watu, awe ni mtu wa peponi ama wa motoni. Na ama watu wa jahim, napata katika Al-Qur'an kuwa Allah anawakilisha kwao malaika wa mauti aitwa atid, yani kwa kila mtu kati yao anaye malaika ambaye amewakilishwa kwake anayeitwa atid, na sio malaika mmoja anafisha manafsi.
na tuhukumiane kwa Al-Qur'an al-Azim ikiwa nyinyi kwa hiyo mnakiamini. Na kama vile tulivyowatajia kabla kuwa wanaohifadhi ni malaika wale ambao amewatuma Allah kuandika vitendo vya mtu kheri yake na shari yake, wanabaki na yeye mpaka ikijia mauti wanamfisha, alafu wanamwinua, na wao hawatingishiki na yeye wakamwacha hata baada kufa, bali wao wanabaki na yeye na hawamwachi. Kwa ajili ya wao wamekalifishwa pamoja na watu wa motoni hata baada ya mauti, mpaka siku wanaposimama watu kwa Mola mlezi wa walimwengu. Na kama tulivyosema kuwa wenye kuhifadhi vitendo ni malaika Raqib na malaika Atid, wale ambao amewatuma Allah kubaki na watu na kuandika vitendo vake na kauli yake mpaka ije ajali yake, ndiyo wanapewa wahyu kutoka kwa Allah kumfisha huyu mtu. Akasema Allah Ta'ala, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafadhatan hatta idha jaa ahadukum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sadaqa Allah al-azim. Lakini amri ina tofauti hapo. Akiwa mtu ni katika watu wa peponi, basi yule anaowakilishwa kutoa roho yake ni malaika Raqib, balozi wa peponi, na malaika Atid anafanya kazi ya kumsaidia malaika Raqib kwa kutoa roho ya mu'min. Na ama akiwa anayekufa ni watu wa motoni, basi yule ambaye amewakilishwa kwake ni malaika Atid, balozi wa moto, na alafu anafanya kazi ya kumsaidia malaika Raqib. Na wala haiwi sawa watu wa motoni na watu wa peponi wakati wa kufa kwao, na inatofautiana sakaratul maut, uchungu wa mauti, na hiyo ni kwa ajili ya malaika wa mauti Raqib na Atid wanaisisimua roho ya mu'min kuisisimua. Na ama ikiwa ni watu wa jahim, wanaisisimua kwa viluia zao, kwa kupigwa kwa nguvu kwenye uso zao na kwa nyuma migongo yao, kwao kupigwa kwa kipigo kinaoumiza sana. Ndio tunakuta kwenye Al-Qur'an al-Azim kuwa wanawanyoshea mikono yao kwa kuwapiga kipigo cha nguvu. Akasema Allah Ta'ala, ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. صدق الله العظيم. Na kama tulivyowaambia kuwa kunyosha kwa malaika mikono yao kwa wale ambao wamekufuru ni kwa kuwapiga kwa nguvu mno, na hiyo ni daraja ya kwanza ya adhabu, na alafu wanaibeba kulekea moto wa Jahannam kwenye kadara yake iliyowekwa. Akasema Allah Ta'ala, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhariq dhalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid. Sadaqa Allahu alazim. Na baada kipigo na kutoa nafsi wanaibeba ili waonje adhabu ya kuchomwa, lakini yeye anapiga ukelele sana, ole wangu, munanipeleka wapi? Na hivyo ni kwa ajili amejua baada ya kipigo katika kila sehemu ya mbele na nyuma, alafu wanaibeba hiyo nafsi dhalimu kwa moto wa Jahannam, na hapo ndiyo yuapiga kelele kwa ajili ajua baada ya hapo ni moto wa Jahannam. Ndio akasema Allah Ta'ala, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhariq. Sadaqa Allah alazim. Na kadhalika wanafanya kumuuliza kabla hawajamtupa kwenye shimo lake katika moto wa Jahannam, kwenye Jahannam yenyewe, na anamrushia kwake swali Atid, nini alikuwa ukifanya mabaya?
na alafu anafanya mtu kafiri amani na kutupa ukaidi nyuma ya mgongo wake, bali amejisalimu, alafu wanasema alikuwa hatujafanya kitu kibaya, lakini Atid anamjibu, bali umefanya ubaya na sija kudhulumu, na atahukumu baina yangu na baina yako kwa haki. Hakika Allah anajua yale mulikuwa mukifanya. Akasema Allah Ta'ala, alladhina tatawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim faalqaw as-salama ma kunna na'malu min su. Sadaqallahu al-azim. Na kwenye hali hiyo anakanusha mtu yale yaliyoandikwa juu yake na Atid, pamoja ya kuwa hajaisoma bado, ila tu amemuuliza Atid kuhusu vitendo vyake. Akasema, ulikuwa ukifanya nini? Akasema Allah Ta'ala, faalqaw as-salama ma kunna na'malu min su. Sadaqallahu al-azim. Na alafu tuangalie jibu la malaika Atid kwa huyu mtu, yule mtu ambaye amekataa yale aliyoandika juu yake Atid. Akasema Allah Ta'ala, alladhina tatawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim faalqaw as-salama ma kunna na'malu min su'in bala inna Allah alimun bima kuntum ta'malun. Sadaqallahu al-azim. Na yule aliyosema bala inna Allah alimun bima kuntum ta'malun ni malaika Atid, ambaye amemtuhumu mtu kuwa amemdhulumu. Kwa ajili ya hivyo amesema bala, yani ndiyo, wewe ulikuwa ukifanya maovu na sija kudhulumu kitu, na atahukumu Allah baina yangu na yako kwa haki, na sija kudhulumu kitu. Kwa ajili ya hivyo amesema inna Allaha alimun bima kuntum ta'malun, yani atahukumu baina yangu na baina yako kwa haki, kuwa je, mimi nimekusingizia yale ulikuwa ukiyafanya? Alafu anakuja siku ya kiyama yule mtu kafiri na malaika Atid anayemwendesha ili ahukumu Allah baina yao, kwa ajili anajua vitendo vya mtu. Na kwa hivyo Atid ambaye ametuhumiwa na yule mtu kafiri kuwa amemzulia urongo, anakuwa hasimu wake yule mtu, na yeye yuamwendesha kwa Allah siku ya kiyama ili ahukumu baina yao kwa haki. Na Raqib anakuwa mahala ya shahidi. Hivyo ni kwa ajili alikuwa yuko wakati wa vitendo vibaya akivifanya mtu, lakini alikuwa hajakalifishwa kuandika vitendo vibaya, lakini ni mwenye kushuhudia kwa yote anaotenda. Kwa ajili ya hivyo anaitwa siku ya kiyama shahidi, na alafu anatoa ushuhuda wake mbele ya mikono ya Allah ya kuwa yale aliyoandika Atid ni haki, na alafu anapinga na kukanusha mtu kwa ushuhuda wa shahidi Raqib, na anaapa kwa Allah billah ya kwamba yeye alikuwa hafanyi maovu. Akasema Allah Ta'ala, ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. كسيم الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. صدق الله العظيم. Na kwenye hali hiyo anaziba Allah midomo yao na anatamsha mikono yao na miguu yao na ngozi zao, na zitashuhudia kwa yale wanayoyatenda. Na alafu anafungua Allah midomo, watu watamke na watasema kwa mikono yao na miguu yao na ngozi zao, mbona mumetoa ushuhuda juu yetu? Wakasema, ametutamsha Allah yule anayetamsha kila kitu. Na hapo inatoka amri ya kiungu kwa Atid na Raqib kuwa wamtupe yule mtu kwa moto wa Jahannam. Na hapo anapiga kelele karini wake mtu,
ewe Mola wangu mlezi, hakika sijampoteza, lakini alikuwa kwenye upotevu wa mbali. Akasema, msigombane kwangu leo, na nimetanguliza kwenu kwa hii ahdi, haibadiliki kauli kwangu, wala mimi sio mwenye kudhulumu waja. Akasema Allah Ta'ala, walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani 'ani al-yamini wa 'ani ash-shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد صدق الله العظيم. Na vile tulivyowafundisha kutoka mwanzo kuwa wanaoandika alhafadha wao wamekalifishwa kutoka mwanzo mpaka mwisho, na imebainika kwenu kuwa mwendeshaji ni malaika Atid, ama shahidi ni mwenzake malaika Raqib mwenye kuandika mema. Lakini Allah amemfanya shahidi kwa haki kwa sababu alikuwa yuko wakati akitenda matendo maovu kutoka kwa mtu, na hakumwona Raqib kuwa malaika Atid hakumwandikia yule mtu isipokuwa yale aliyoyafanya, na kwa hayo Raqib ni mwenye kushuhudia. Kwa ajili ya hivyo ametoa ushuhuda wake mbele ya mikono ya Allah, akasema وقال قرينه هذا ما لدي عتيد صدق الله العظيم. Na hiyo ndiyo ushuhuda aliotoa Raqib mwenzake Atid mbele ya mikono ya Allah, kuwa alioandika Atid ni haki wala hajamdhulumu mtu kitu, na Raqib yeye ndiyo mwenzake mwendeshaji, na mwendeshaji ni malaika Atid. Anamwendesha mtu kwa Mola mlezi wake ili ahukumu baina yao, je amemdhulumu. Na musisahau kuwa yule mtu amekanusha matendo yake maovu yote yaliyoandikwa na Atid. Kwa ajili ya hivyo amesema yule mtu mwenye matendo maovu kuwa yeye hatendi maovu kitu, akawa Atid amemzulia juu yake pindi ni mkweli hajafanya maovu. Na angalia vile anavyokanusha, akasema Allah Ta'ala, alladhina tatawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim faalqaw as-salama ma kunna na'malu min su. Sadaqa Allahu al-azim. Kwa ajili ya hivyo tunapata malaika Atid anamwendesha yule mtu kwa Mola mlezi wake ili kuhukumu baina yao kwa haki. Na mkumbuke kauli ya Atid akisema Allah Ta'ala, alladhina tatawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim faalqaw as-salama ma kunna na'malu min su bala inna Allah alimun bima kuntum ta'malun. Sadaqa Allahu al-azim. Na ama kauli ya Atid ni bala inna Allah alimun bima kuntum ta'malun, yani amerudisha hukumu kwa Allah ili ahukumu baina yao. Ndiyo hivyo tunapata Atid ndiyo mwendeshaji wa mtu siku ya kiyama, na ama malaika Raqib ndiyo tunapata ni shahidi, kwa ajili alikuwa yuko pamoja na yule mtu mwenye matendo maovu, na pamoja na Atid ambaye amekalifishwa na hakushuhudia kuwa Atid amemwandikia yale hakuyatenda. Kwa ajili ya hivyo
Allah amemfanya shahidi wa haki, ndio akatoa ushuhuda wake mbele ya mikono ya Allah, nayo kauli yake Taala, وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. Sadaqa Allahu al-Azim. Na anakusudia kwa kauli yake qarinuhu, yani mwenzake, mwendeshaji wala sio qarin wa mtu. Na tumewafundisha kuwa mwendeshaji ni malaika atid, na ama qarin wake ni rafiki yake malaika raqib. Na ama qarin wa mtu ni shetani, na yeye ndiyo aliyosema Mola mlezi wangu sijampoteza, lakini alikuwa kwenye upotevu wa mbali. Na pindi mkipeleleza mtakuta amri yatoka kwa waliokalfishwa kwa mtu, na wao ni wawili, na wao ni mwendeshaji malaika atid na shahidi malaika raqib. Na baada kutoa malaika raqib ushuhuda wake, amempinga na kukanusha kwa ushuhuda wake yule mtu, ndio baada hapo ikatoa ushuhuda kiwiliwili chake na ngozi yake, na alafu ndio ikatoka amri kwa malaika wote wawili raqib na atid kuwa wamtupe kwa moto wa Jahannam. Na imeisha na imekatika kazi yao juu ya watu. Kwa ajili ya hivyo mtakuta amri yatoka kwa wawili. Akasema Allah Taala, وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. صدق الله العظيم. Na hiyo aya iko wazi na yabainika kuwa waliokalfishwa ni wawili kutoka mwanzo hadi mwisho, na wao ni malaika atid na malaika raqib. Kwa ajili ya hivyo mtapata amri ya kiungu imetoka kwa wawili mara mbili. Akasema Allah Taala, alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid manna'in lilkhairi mu'tadin murib alladhi ja'ala ma'a Allahi ilahan akhara faalqiyahu fil adhabi shadid. Kwa hivyo imebainika kwenu ya kuwa malaika wa mauti ni hao atid na raqib, na kuwa wao hawambanduki wakamwacha mtu, bali kutoka mwanzo mpaka wakati wa kufa wanamfisha, na wao hawambanduki, yani wanaendelea kwa kutaklifishwa baada ya kufa mpaka wamtupe kwenye adhabu ya nguvu, mwili na roho. Na mutadabbar hii aya vizuri. Allah Ta'ala asema, وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. صدق الله العظيم. Lakini nyinyi mnadhani ya kuwa watumwa wa mauti ni wapya, bali ni hao waliotumwa kutoka mwanzo, atid na raqib. Kwa ajili ya hivyo amesema Allah Ta'ala, hatta idha jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sadaqa Allahu alazim. Na yote hiyo bayana siyo illa ni tafsiri ya hii aya ambao ametaka kwangu ndugu yangu Habib al-Habib kuwa ni tafsiri, nayo ni hii kauli yake Taala. Allah Taala akisema, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ndiyo tukawaandikia bayana iliyofupishwa ya hii aya, na tumifafanua ufafanuzi, na bado tunayo nyingi katika maburhani na ta'wili ya haki, lakini tunaziweka wanaojifanya wajua tuwabomoe kuwabomoa. Na utadabbar ewe Habib al-Habib, na utafakari, na ikiwa unayo bayana bora kuliko ya ta'wili yangu na tafsiri bora, basi tuletee na uthibitishe kuwa tafsiri yangu hii iko katika upotevu uliowazi. Lakini mimi nakwambia huwezi kusema kuwa hiyo ni batil, na hivyo ni kwa ajili sijaleta ta'wili ya aya kwa dhanna
na ijtihad kutoka kichwa changu, bali ta'wili zote kutokana na nafsi ya Al-Qur'an al-Azim. Kwa hiyo huwezi kukanusha Al-Qur'an ila uwe katika makafiri kwa Al-Qur'an al-Azim. Na nakariri, alafu nakariri na nasema, enyi jamii ya wanazuoni wote, pindi mukinijadili kutoka na Al-Qur'an mukanishinda, basi hakika niwe mimi na laana ya Allah na malaika wake na watu wote, na nikiwashinda na mukajua kuwa bayana yangu ni haki iliyo wazi, alafu musikubali haki, basi juu yenu laana ya Allah na malaika wake na watu wote, na mwenye kunyamaza kwa haki ni shetani bubu. Na salam juu ya mitume, na alhamdulillah rabbil alamin. Na nakusudia laana kwa wale ambao wamejua kwa yakini kuwa mimi kweli ni al-Mahdi al-Muntadhar, alafu wakanyamaza kunusuru haki kama kwamba hili jambo haliwahusu kitu. Lakini enyi maashara ya wanazuoni wa umma, hivi hamuoni kuwa Waislamu wanaweka imani yao kuhusu mimi mpaka waamini kuhusu mimi wanazuoni wa Waislamu? Na hiyo imepita miaka 3 na mimi nawaalika wanazuoni wa umma kwenye mazungumzo, nazunguka na nikiita kwenye uwanja wa mazungumzo, na huku nikisema, je, kunao mwenye kupambana kwa elimu na kitabu kinachoangaza? Na nasema kubomoa akida za batil, na juu ya hayo sioni kuwa wanazuoni wa umma wanatamka kitu wasimame kunizuia kupotosha dini, ikiwa waniona niko katika upotevu uliowazi, ama waninusuru kwa kukiri kwa haki, ikiwa waniona mimi natamka kwa haki na naongoza kwa njia iliyonyoka. Lakini bado wayumba hawako dhidi yangu wala hawako na mimi. Na yoyote mwenye alitakiwa na Allah akamdhihirisha kuhusu mimi kwenye mtandao wa ulimwengu wa kiinternet, na alafu asiwajulishe watu na kuwatanabaisha kwa kadara ya uwezo wake, basi yeye ana dhambi la moyo wake, na ataulizwa na Allah kuhusu msimamo wake kwa al-Mahdi al-Muntadhar al-Nasir li Muhammad, mtume wa Allah na al-Qur'an al-Azim. Na enyi maashara ya watafiti wa haki kwenye mitandao wa kiulimwengu wa kiinternet, mcheni Allah na mufikishe kuhusu mimi wanazuoni wote wenye kutoa fatwa katika miji ya Kiislamu, na musiwe wajinga kwa mujarrad kwa anachosema mmoja ya wanazuoni kuwa Nasir Muhammad Yamani yuko kwenye upotevu uliowazi, na museme sadaqta. Na ewe mwanachuoni mjuaji mwenye kutoa fatwa bila elimu wala kitabu kinachoangaza, na bali ametuhukumu kuwa tuko kwenye upotevu bila elimu wala utawala, ndiyo mukawazuia na amewahadharisha Allah, msiseme kwenye hamuna elimu nako, hakika ya macho na masikio na moyo yote hiyo itakuwa kwako ni wenye kuulizwa. Na mwenye kukanusha jambo langu, juu yake aniwajihi kwenye chombo cha mazungumzo cha mtandao wa kiulimwengu ya kiinternet, na anibomoe kwenye tovuti yangu, kubomoka katika tovuti ya Al-Hiwar Al-Islamia ya kilimwengu Mawqi' Al-Bushra. Na ewe Ibn Umar, mimi nakuapisha kwa Allah Al-Aliyyul Azim, pindi wakinishinda wanazuoni wa umma, ama hata mmoja wao, uwache khitabu yake kwenye tovuti yangu, ili ibainike kuwa umma kuwa mimi niko kwenye upotevu uliowazi, akinishinda kwa elimu na utawala unaoangaza. Na mimi Nasir Muhammad Yamani nasema, pindi akinishinda moja katika wanazuoni wa umma, ama wote ama baadhi yao, kwa elimu na utawala ulioangazia, basi hakika nipate laana ya Allah na malaika wake na watu wote,
kwa kila wakati na dakika na kila nukta katika idadi ya miaka, mpaka wasimame watu kwa Mola mlezi wa walimwengu. Lakini wao hawawezi. Na je, mwajua kwa nini mimi niko na hakika kwamba hawawezi? Kwa ajili ya hivyo hawatoweza, sababu mimi nimejihami na elimu na utawala kutokana na kitabu kinaoangaza Al-Qur'an Al-Azim, hadithi ya Mola mlezi wa ulimwengu. Na hadithi ipi baada ya hiyo wataamini? Na salam kwa Habib al-Habib na Waislamu wote. Assalam juu yetu na waja wake wema wote, na salam juu ya mitume wote, na alhamdulillah rabbil alamin. Ndugu yenu al-Mahdi al-Muntadhar, Nasr Muhammad al-Yamani.